Moja ya vitu ninavyoona sisi vijana ni wajinga sana, na sijui hata tumefuata nini huko Marekani. Na pale ninapoona kijana mwenzangu anamkubalia kwenda kumuoa mwanamke 35 ya mahali 25. Ya mimi binafsi siwezi, bora nife single. Hela zangu nazipenda sana ya. Unajua hii swala mahali tumelipigia kelele miaka nenda rudi, lakini wazee hawabadiliki, na wazee hawabadiliki kwa sababu sisi wenyewe tunaooa hatuna misimamo. Ya imagine wewe unaendaje kuoa mwanamke hela ambayo kwenye account yako una. Kwenye account yako hiyo 35 wewe una mpaka cha kimfamilia ikufanyie mchango ndio unaenda kuoa. Na sasa unakubali vipi kwenda kuoa huyo mwanamke hela hiyo? Wakati hela una. Wakati hata kwenye account yako hela hiyo una. Imagine Marekani kukusanya hela hiyo. Imagine kukusanya hela hiyo imekuchukua muda gani? Yaani hela ambayo umekusanya ndani ya miaka 2, 3, 4, 5. Unaendaje kuitoa kiasara kiasi hicho bila hata kufikiria mara mbili? Yeah. Imagine tulianza 15,000 hata kapiga kelele sana ikaonekana kawaida, tukaje 18,000 hata kapiga kelele sana ikaje ikaonekana kawaida, tukaje 20,000 hata kapiga kelele sana ikaje ikawa kawaida. Sasa hivi 25,000, yani mwanamke akiolewa 25,000 ya dola ndo anaonekana huyo ndo low budget. Huyo ndo low budget. Sasa hivi mpaka ameshafika 35,000. Imagine 2026, yani tumeshafika 35,000. Yani imagine tukifika 20 na 30 na maana tutakuwa kwenye kuoa mwanamke 50,000, 55,000. Bro, maisha yetu ya Marekani 30,000 unaipataje ndani ya mwaka mmoja? Sio kitu rahisi kusave hiyo hela. Tunajua maisha yetu, tunajua tunaishi vipi. Kwa mimi nikiona kijana mwenzangu anatoa 25,000, 30 anaenda kuoa mwanamke, naona kweli huyu ana malengo huyu. Huyu ana malengo kweli huyu. Kuna vijana wengine anaenda kuoa mwanamke hela hiyo baada tu ya kwenda kutoa hiyo mahali tu. Ukiangalia kwenye account yake hata 1,000 yani. Sasa bro, sasa wewe umechukua vipi uamuzi wa kutoa hela hiyo kiasi kwamba na saving yenyewe ya hela hiyo una? Kwa hiyo vijana wenzangu, sisi ndo waji, inabidi hela yetu ituume. Inabidi hela yetu ituume, tena ituume sana. Mimi binafsi kijana mwenzangu siwezi kabisa. Na siwezi ile pase hiyo hela yenyewe mimi naitoa wapi? Yaani ghafla tu nikiamka tu mwaka huu tu hata naanza kujipanga hapa nili nioe mwanamke 35, hiyo hela mimi nitaitoa wapi? Na kwa sababu sina pa kuitoa, hivyo siwezi. Hata wewe unasema mimi naweza ni okay, wewe utaitoa wapi? Tuanze kumbana dada alete 5,000, tuanze kumbana kaka yako ambaye alete yaani uchangio ndo inaenea, na ukifika kule tena unabaki na deni nyingine. Sisi tukiweka msimamo, sisi waoaji, wazee mbona wanabadilika? Tukiweka msimamo ya kuwa tutohoa hela hiyo, wazee trust me wana change hii price. Lakini tumeamua kukubaliana nayo, ndio maana wana to drive the way wanavyotaka. Mimi tu ukija kuniambia sijui mtoto wako, sijui mtoto wangu, sijui nani, upige mimi ndo msongane. Sijui naomba uniletee 35 kwanza, si ndao unamwambia mwanangu huyo mwanamke achana naye, na kama utaendelea naye pambana na maisha yako. Mimi hata huko kwenye torondo yako mimi siendi. Binafsi siendi kwa sababu siwezi nikafanya upuuzi huo. 30,000 hela ndefu sana. Sana tu. Ambapo tunaenda kuiharibu kiasara tu. Yaani imagine ukiongeza familia, ukiongeza mke, unaongeza na majukumu. Wewe unaendaje kuoa hela hiyo? Kuna muda vijana tutumia akili sana kuliko nguvu. Tutumia akili sana kuliko nguvu. Msikubali ujinga huo. Inabidi hela ya kuoa iwe fixed, kama ni 5,000, 6,000, ikizidi sana iende 10,000. Imeisha. Tena hiyo ni nyingi sana. Kwa kugarantii ile imekuwa na kwa guarantee ile mila, na kwa sababu tunapenda hela kubwa, tuweke angalau 10,000 basi, lakini 35,000. Haya, wewe ni nyinyi wenye hela. Mimi binafsi upuuzi huo sifanyi.